Ngapi? Ndio ushakutoa benki. Futa. Ni shilingi 30,000 au shilingi ngapi? Safi. Nitabidi nitoe shilingi 50,000. 23. Utaitoa wapi 23? 23. Hapa jamani rafu hii. Umeshamaliza au bado? Umeshamaliza. Sasa mimi niko naona nitajitolea 40 sawa. Haya. Tukuzika. Shinga. 10,000. Shinga. 20,000. Shinga. 25. Mpe Juma athibitishe. Inakuwa ngapi? Sawa. Kasala bado unaendelea. Kiweka hiyo. 61. Kiweka hiyo. 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 Tunakabidhi kwa wingi sasa hizi hela. Ngapi? 29 hiyo. Kiweka hiyo. Namalizia na 10,000. Hiyo 50,000. Ataitoa wapi 50,000? Hiyo kazi. Sika hii. Kwa hiyo imekuwa 40 sio? Tuone umbi utanipikwa. Sio shilingi 50,000 uliotoa ni hela. Mimi nataka nitoe ya kutosha. 40 50. Sio umeitoa kwako kumbafu. Umeongwa nini? Shilingi ngapi unasema? Kwa mtoto. Zote tutoa. Sababu hapa tuna 87. Shukrani. Tunatamani Siweke pembeni 10,000. Hebu hesabu kwanza shilingi ngapi? Hesabu na hizi. Hiyo shilingi 10,000 hesabu. Kwa muda wote waliokuwa wanaishi hapa kijijini tangu afike takriban miezi miwili iliyopita, wamekuwa wakipata huduma ya chakula cha bure kwa mfumo wa foleni. Mfumo huu mpya wa kupewa pesa na kutakiwa kujitegemea ndio kwanza wanauanza sasa. Wengi kati ya wanakijiji hawa hawajawahi kabisa kujitegemea wala kusimamia fedha walizokuwa nazo mifukoni. Walio wengi hawajui kabisa jinsi ya kupanga bajeti ili shilingi 45,000 iweze kumaliza mwezi mzima. Tayari baadhi yao kutokana na uoga wa maisha wameamua kujiunga vikundi ili wapike pamoja kuokoa pesa. kwa mwezi 40,000. Mwezi 40. Mchele. Chobo. Ndio. Mchele Kila mtu robo kwanza. Na penyewe kunaendana na vipimo vya unga. Kwa hapa kwa mwezi 44. Ndio. Haya. Mafuta sasa. Lita moja Mafuta lita moja kija 2,000. Hiyo lita moja unatumia wiki au na zaidi? Zaidi ya wiki. Hatupiki maandazi. Au ile itakuwa ni kama nani? Utafanya labda tuchukue lita ngapi? Lita 2. Vitunguu, mafuta, bado una sabuni ya kuogea. Lakini mjomba asubuhi nakula 200. Chai hiyo. Afu nidondosha 200. Asubuhi nakula 200 chai. Sawa? Mchana nakula 400. Umeona sasa? Jioni nakula 400. Unabaki shilingi ngapi? Nabaki na 500 katika ile buku je. Lete 100. Sibaki na hivyo. Kuna 400 na kuna 400. Na 200, nabaki na 500. Nabaki na 500. Kuna sala gani? Una sala. Karibu kijana. Mimi niliambia ngojeni wape maneno matamu, mji hapa mnakatakata. Tatizo nao mwisho wa siku utakuwa na hela mimi sina. Sasa wewe hiyo juu yako, ukitaka uwe nazo pika, uone itapokukosti kama hujakimbia kijiji hapa.
kabla ya mwezi ushamaliza 1500 yako umepepea. Nani ndugu, naomba uji. Uji ukitoa budget imepungua. Hii chakula inaenda kwa budget. Hii chakula cha watu 8 na mimi mwenyewe 9. Tambili itakuwa 1000. Siku yani kila leto itakuwa siku 15. Siku 15. Kwa tambili 1000. Unaandika huko ini la 1000 kwa 1000. Chumvi kilo shingapi? 1200. Chumvi 1200 kilo. Nimeokoa ya mchana. Ya mchana nimeokoa. Umeokoa. Na budget ya Adai. Eti anasema anauza. Matatizo. Yeye huyo haya. Wacha baba. Wewe sembe hiyo. Tulia dada. Ikubali mwenyewe Nasoma mbuzi kihehe hapa. Sasa penye hapa. Yaani ugali umeiva kabla hujaivuta. Sipime moto. Nasa mwenyewe. Haya. Shanigeuza mafungu ya nyanya. Hivyo huo. Hivyo. Sijali. Mpaka ubetue sasa ugeuke, sijaona. Wewe hii. Fanya. Fanya kivile kwa mama mama. Laini sana. Ugaenda kula sasa. Ndio mzuri. Hivi na friji mboneka na hii nyumba? Kilo shilingi 500 hiyo. Poa. Tunaanza 200 ya mawe. Ya mawe. Ya mawe. Hiyo tukisaga na tufikisha mbali sana. Bila kutotea pakiti bwana. Kwa hapa chumvi. Chumvi kilo ngapi natosha mwezi? Nayo kilo 2. Kwa 2400. Mimi napika kwa budget sawa. Kwa nitapokupa uji nimepunguza idadi ya chakula. Sababu nikikupa uji unga utazidi. Maji itapungua, sitaki kuweka maji ya baridi. Ya choo leo paka viishi. Sasa wengine sijui wako wapi. Sefu, Unaona ndio. tupe kikombe chetu. Ni kikombe changu na mimi sina kikombe. Kimewekewa alama Hicho nitafutie sasa. Wewe mtu azima. Yaani umempa Sefu, si bora ungemwambia ungewapa watoto yatima hata wakachezea. Kwa mara moja. Mimi sina kikombe bwana. Adamu. Yaani nayo kidogo. Hamna. Sio kidogo chumvi. Ndio sehemu ya kushare. Sehemu yako? Share hapa. Adam njoo nipe chumvi. Hii hapa. Ndio. Tunakuja sukari. Hapa sukari, hapa naandika sukari kilo 1 2000, si ndio? Naandika kilo 2. Hiyo itaisha. Kilo 2. Chumvi kilo ngapi? Sisi tunapima kwa kijiko mjombe na mpisha mbali. Watu tunapika chai bila sukari. Bila sukari. Kwa kijiko na teka na unaweka kwenye tea. Kwa hiyo kilo 2. Tunaenda kwenye dagaa kikombe 500. Kikombe kile cha. Haya, tusema sisi kwa wiki kwa sababu hatuli mboga moja. Tuchukue vikombe 4 mara mwezi. Nini? Kwa wiki vikombe 4, kwa mwezi vikombe 8. Kama umesema kwa wiki vikombe 4, maana kwa mwezi vikombe 8. Tutatumbo. Hapo vikombe zetu.
Hapo tuandike tu hiyo bei ya juu kwa sababu ile inatosha sana. Tuandike bei ya juu hapo sasa. Dagaa andike 8,000. Sawa. Dagaa 8,000. Itakayo kwa imezidi zitatusukuma mbele ya safari huko. Vikombe vingapi dagaa? Vikombe vinne. Vinane. Vikombe 8. Sawa na shilingi ngapi? Vikombe vinane 8,000. 8,000. Vikombe 500. 500. Shilingi. Maana vinane 4,000. Vinane 4,000. Mwiko unao. Matatizo ambayo si asasi kupika bibichi. Utapata nyanya bwana. Oya, sikia. Kiwa kibichi hiki. Kwanza mwiko si wa kijiji, mliuiba saa ngapi? Sisi tutabeba tukafikia. Hapana, kibichi tunauvunja. Hapana. Shalo na bishi. Lazima tuweke kipingamizi. Shalo. Oya, sikia wewe, isikia. Nakuja kuchukua mwiko. Hapana, hilo ni pepo sio wewe. Hapana. Adai jamangu. Hii ndio kazi binafsi. Hii kazi kwanza ya ushirika. Baada ya hapo narudi huko. Hayo ndio maswala. Mjomba, utatoka kutuangusha. Wewe ukicheka utakuwa mbichi wa ugali. Habiba unacheka nini? Unacheka nini sasa? Kwa baada ya kuona doa apika ugali. Wengi hapo. Ugali kwanza. Iri. Labda mboga. Mboga ndio ndio wenyewe. Mboga si za. Wewe hivi. Sikiliza sana. 1,500 au 1,000 au ya 500 yeye kijiko na bana. Ndio maana sasa unajua wataleta lini. Kwa hiyo yaweke kwanza pale achana nayo. Utuweke 100. 100 hiyo usipigie sawa. Weka majani ya chai 2,000. Majani ya chai 10. Ila sikizeni, jioni kwenye baridi tunagonga chai. Mkae mnaelewa hivi. Haya weka vijiko viwili. Kwa vijiko viwili kile asubuhi tunagonga 200. Kila siku 200 ya majani. Haya kwa siku 10. 2,000. Weka 2,000. Andika majani 2,000. Mara mwezi 6,000. Weka mara mwezi 6,000. Mara mwezi. Siku 10 2,000. Mara mwezi tunauzwa 200. Andika mara mwezi 6,000. Ya maisha. Mbona tengenezea wateja wangu benchi nzuri sana. Baba tukio ugali baba njaa. Baba ugali baba. Tena mchuzi. Maisha baba. Mudi umesema unakula leo mwisho. Hapa nawekea wawili. Wewe na mudi. Wewe kama acha. Anayetumia sahani yangu hakikisha naiosha. Mimi neli tuko sawa. Tuko peweji. Jomba toa mboga. Antoa mboga. Jana kuna mtoto wangu umelala. Mudi usimweke nyingi alaji wewe kabichi. Nakula amrudisha mboga. Wengine waone. Mimi nataka hizi. Basi acha kula. Wewe baba bwana, hizi wewe. Baba amna mimi nitaugua tumbo. Kwa hiyo mimi na tumbo la chuma. Asa unapoza mtoto. Ni muone mwanao hayo yote makelele msiku kama pigizana hata huko. Baba kwanza lichoyo hili, hamna kuniozesha kabisa vizuri. Utashiba ugali wa hivyo wingi wewe. Je, huo Alafu jana kakupa shati kakutangaza. Hajanipa. Nimemnunulia shati baba yako kwa taifa yako sasa. Nimemnunulia huyu. Sio mkulima huyu. Kwa baba nile? Enda kuambia kwa mimi. Anipa 400. Baba unanunulia. Nenda kachukue. Unanunulia? Ni nafasi. Wewe. Dula. Baba kanunulia ugali wa 400. Kama umeisha? Umeisha?
Umeisha. Alafu mbona umeisha ndio maana umeniambia. Wewe njoo chukue. Mama unaondoka una gari nyuma. Baba mchezee godoro sana. Baba kwa hiyo. Wewe nenda ukale ugali. Baba huyu nimetumwa. Wewe mpita nje. Alafu weka maharage hapo. Chukua. Ndio huo. Yote. Alafu baba mchoe. Baba kikombe hicho. Acha masuala yako. Sio kuna mwanga mwanao kisoma mwanao. Ndio hiyo mbagi nayo. Hiyo ndio mbagi nayo. Mimi nikaombe kwa dua. Adam, noma, ada demu afiki. Nani? Moshi sasa. Mweke maji. Hayo sasa, baadaye takusitua wetu. Niwekee kaza ndio chumvi. Nilo ndio kote ngine kwa huko baba. Hela ambayo tumetoa hapo ni ya matumizi ya wote. Sawa bwana. Matumizi ya wote. Ina maana kama sabuni ipigiwe bajeti yake. Usipoipigia bajeti sabuni itafikia kipindi yale itakatika yote. Unaona hiyo ya msimu. Alafu na mfukoni mtu unakuta akata la kuingia. Zao kila bonge wazao bilingeni. Unaona? Ikakata kabisa huko. Sasa sikiza. Wazee wakawa. Kocha msingi hapo inatakiwa ipigiwe bajeti sabuni ya unga, na sabuni ya vipande. Sabuni ya unga tuchukue sado moja. Tufanye hivi. Kama mtu shilingi 1000, sabuni tu 10,000. Kwani ngoja nikwambie, kale ka kisado ka kiroba ka sabuni bei gani? Kale sikonge 3500 kale. Sasa kwa nini tusifanye tuagizie kale kupitia huyu muuza duka yetu akatuletea kamoja? Kusema naomba chumvi kidogo. Kwa sababu mimi sasa ndio tajiri wa kijiji, kwa sababu chumvi hamna. Labda wewe tajiri wa leo. Agrei. Wewe tajiri wa leo. Tajiri wa leo kwa sababu sio wa siku zote. Kila mtu Kile pikeni mzinga na sabuni katoni moja. Na sabuni katoni moja. Katoni moja bei gani? 10,000. Kwa bei hapa lakini. Ila kwa bei ya kule ni shilingi 8,000. Sabuni ya nani? Ya nani? Mekundu ya kusugua. Tuchukue B29. B29. Katoni moja. Katoni moja na bei kubwa. Buku jelo. Kale buku jelo. Buku jelo. Kale kapaki jua zinakuwa ngapi? Sio buku jelo. 5. Shilingi 1500. Sio mbaya. Nienda kumnunulia sasa hivi. Sio 1500, 1400. Siku ile nimeenda Devatreka. Basi mimi sikugaliza. Sasa tunaisha kusaidizana jamani. Tumekula hela. Kusaidizana. Sasa ni Yesu unakula chakula. Mimi nakula hela, wewe unakula chakula. Kutoka kwangu. Mchungaji kwa sijakuona. Nenda kuchukua maharage. Ndio. Wanionja leo mimi. Baba ntilie tunao. Juma, Dula. Leo naonja. Karibu sana. Na Grey sasa nadhani atafanya revolution ya mziki tena. Yeye kasema kwamba yeye wamekubaliana kwamba huyu atahudumia mchana na jioni. Sawa? Yeye asubuhi tu. Nadhani kwamba kuna mkutano labda. Clementi. Rashidi. Kila kitu hapo tunamaliza kwa mwezi 6,000. Kwa siku 10,000. Nakaa kwa ajili ya pesa ya ziada. Mmoja wetu anapokuwa anaumwa inatumika hii. Labda anaumwa hali dagaa, kwa inabidi tunamwagizia hata nyama. Mpigie hesabu labda kuku 10 kwa 5,500 unapata shilingi ngapi? Kuku 10 kwa 5,500. Sasa kuku 10 ya nini mwanangu? Hiyo tunapigia mimi kwa mwezi. Kwa mwezi. 50. 50 na baki shilingi ngapi? Baki 21,300. Inawezekana.
Ila hii inakaa kwa ajili ya matatizo. Kukumi mengi sana wewe. Hii hapa hela sawa. Hii inakaa kwa ajili ya matatizo. Moja hela ana sabuni. Hii inatoa ananunua sabuni. Kuna mtu siku anataka kufua hana kitu. Sabuni hana. Licha yako kwa 15,000 kako kaliko baki mfukoni hapo. Hivi. Sawa. Kwa hela. Mara hapa umeanza hela. Maana wanajua umepokea hela. Kunyoa rahisi hivi. Itakuwa kazi. Angalia bango mimi. Watu sijui tutanyoaje leo. Itakuwaje sasa? Ule mzinga ubao mmoja shilingi 16,000. Ubao sijapiga mahesabu kwamba ule mzinga unaingia bao ngapi. Lakini nadhani ubao mmoja. Huu umetumia shilingi. Sana umetumia nguvu na akili. Umetumia 500. 1,000. Kufanya 1,000 kwa sababu kuna msumari. Unaona. Kwa hiyo tofauti iliyopo ya mzinga ule pale wa mbao na huu ni kwamba huu mzinga kwanza ni usifiki kama ni mzinga bora. Unatumia hela ndogo na utavuna sawa sana unaovuna ule. Mimi nilikuwa na shauri tutengeneze kwa wingi. Sawa jamani, tutengeneze kwa wingi. Ufugaji nyuki ni shughuli ya biashara na shughuli. Na vihunzi labda ukubwa vinatokea vipi na kiasi gani? Vihunzi wala hujakosea sana. Tunachotaka sisi katika kihunzi tunahitaji huu mfereji. Huu mfereji ndio sega. Huu mfereji ndio sega. Nyuki atajenga, ushamimina nta yako. Nyuki anajenga kulingana na nini? Kufuata huu mfereji. Wewe unapovuna wewe unanyanyua. Unanyanyua hivi ni sega. Unaangalia lina watoto unalirudisha. Hilo sega linajaa kwa hicho kihunzi au linakuwa? Yaani sega linaanzia hapa mpaka mwisho. Na linaenda kugusa chini kule. Pana ni kihunzi hiki. Hili ndio sega. Yaani lihesabu kwamba hili ndio sega. Ni kwa nataka kuongea. Shughuli zaidi kutengeneza hii. Kwa sababu saizi hapa ni mafunzo na hela. Hii mizinga ni nzuri. Na unaweza kutumia hela ndogo. Hata dada hapa kauza kuku wake kule. Anamtafuta fundi amtengenezea, anataka mizinga yangu 20. Na kipindi hiki sasa hivi watu wanavuna. Wanapovuna saizi makundi yanahama, wanaovuna ovyo ovyo, wanaochoma moto wale fulani. Makundi yafanyaje? Yanahama. Anapohama kuja kuingia kwenye mzinga wako. Ufugaji nyuki saizi hauna wakina mama, hauna baba. Unafuga tu, ni biashara. Haba nao masega pembeni Ngangani. Sema kihunzi cha kwanza hivi. Nyuki wanaweza kukuletea mwingi. Tunaita hive tool au kifaa cha mzinga. Kifaa cha mzinga unaweza kuchunga bati lolote. Zito. Ukikuta kihunzi cha kwanza kinang'ang'ania, unatumia hiyo nasema kitaalamu tunaita hive tool, lakini tunaweza kusema kifaa cha mzinga. Tunabinua kisha toa cha kwanza, hivi vitu vinafuata kutoka vizuri bila. Ndugu zangu, baada ya kukaa vijiweni, hii ndio kazi. Kama alivyoeleza mwalimu kwamba nyuki hawalishwi. Tunawalisha, kuna msimu tunaita death period au msimu wa njaa. Nyuki tunawalisha. Lakini sio nyuki wa Kiafrika hawa. Labda ukitaka kutengeneza mkubwa zaidi, unatengeneza tu. Kwamba hii mizinga mzinga wetu wa Tanzania tunaita Top. Huo mzinga umezaliwa na Tanzania mwezi wa Tabora hapa anaitwa Mkenya. Ni mkurugenzi wa misitu na nyuki Tanzania wa kwanza. Unaona bwana? Huyo asali hii inaonekana Tabora hapa. Na bado Mnyamwezi mwenzetu akagundua huo mzinga ambao tunaita Top Bar Hive au tunauita mzinga wa Tanzania. Kamnyangalakane mama, kamnyangalakane jana wako wachapa kazi. Kamnyangalakane kuna mvivu wa mchovu. Kamnyangalakane alilia waiti site. Kamnyangalakane usituone mbele yako. Kamnyangalakane jana wako wachapa kazi.